Mithali 16 mstari wa kwanza, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Nataka tuelewane hapa sawa sawa. Maandalio ya moyo, anasema hivi, the preparation of the heart belong to men, but the answer of the tongue is from the Lord. Kwamba maandalio ya moyo ni ya mtu. Sasa hili jawabu la ulimi ambalo linatoka kwa Bwana, jibu linapokuja kwako linakukuta kwenye mazingira ya namna ipi? Yaani moyo wako unakuwa kwenye mazingira ya namna gani kupokea ulichoambiwa? Kuna mtu akiambiwa sasa hivi kuna mpango huu Mungu ameuandaa kwenye maisha yako, hawezi kuamini. Na ndio maana kuna mwingine ukimwambia na kuona unamiliki fedha, unamiliki upako kama ni mtumishi wa Mungu, sio kwa kawaida. Hapa anaweza akashtuka akasema anaanza kucheki list ya familia yao na ukoo wao ulivyo. Atasema babu yangu hajawahi kukamata fedha nyingi. Kwa ni mfugaji wa ng'ombe na alikuwa analima. Mambo ya fedha haya. Bibi yangu hata kabisa mambo ya fedha ilikuwa hamna. Baba yangu mwenyewe ni mkulima na yeye mambo ya fedha hata hayupo kwenye hayo mambo. Yaani fedha kwake ni mimi leo nije nikamate fedha. Kwa nini anajiuliza haya maswali? Moyo wake alivyo, mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa kinachotoa mawazo ya anachokisema ni moyo wake. Moyo wake haujatengenezwa kupokea kile Mungu ambacho anakusudia kukiachilia kwake. Sasa nitakuja nikwambie solution ni nini, au solution ni nini ya wewe kupokea kile Mungu anachokuambia unapokuwa kwenye kuomba. Kwa sababu watu tunaomba, asilimia kubwa ya sehemu kuna baadhi yetu tunaomba, lakini wengi wanapoomba sijajua labda sio wanaomba ila sio kwa imani. Lakini asilimia ya watu wanaomba kwa sehemu baadhi yao, lakini wanapoomba kinapofunuliwa kitu baada ya wao kuomba ni kama vile wanakuwa shocked, wana be surprised na lile neno walilotamkiwa au waliloambiwa. Sasa ngoja tumwangalie mfano mwingine.